Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema BRICS kwa sasa inapaswa kufanya jukumu lake la msingi la kuhakikisha amani inakuwepo katika nchi wanachama. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran amesema siku ya leo Ijumaa kuwa ni muhimu kwa jumuiya ya BRICS kutekeleza jukumu lake katika kudumisha utulivu wa kikanda na kimataifa huku kukiwa na mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Alisema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa India Jai Shankar, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. India kwa sasa ni mwenyekiti wa kambi ya wanachama 11 wa mataifa yanayoinukia kiuchumi ambayo pia yanajumuisha China, Afrika ya Kusini, Urusi na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Akiangazia umuhimu wa nafasi ya BRICS kama jukwaa la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa, Araghchi alisema ni muhimu kwa taasisi hiyo kuwa na jukumu la kujenga katika wakati wa sasa wa kusaidia utulivu na usalama katika kanda na kimataifa. Araghchi alisisitiza umuhimu wa mashirika na washirika wa kikanda wa kimataifa na kulani uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran huku kukiwa na mzozo kati ya Marekani na Israel. Amezungumzia juu ya ukatili wa Marekani. Wito aliotoa mnamo Alhamisi ulikuwa mazungumzo ya 4 tangu Marekani na Israel zifanye mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1300 akiwemo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alimweleza Jai Shankar kuhusu hali ya vita inayoendelea na uchokozi na ukatili unaofanywa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran pamoja na matokeo ya utulivu na usalama wa kikanda na kimataifa. Jai Shankar alitoa taarifa fupi kuhusu mazungumzo yake na mwenzake wa Iran akisema walijadili mambo ya nchi mbili kama vile masuala yanayohusiana na BRICS. Amesema kupitia ukurasa wake wa X. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi pia alizungumza na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian mnamo Alhamisi akielezea wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano wa Mashariki ya Kati kufuatia shambulizi la pamoja la Marekani na Israel dhidi ya Iran ambayo imelipa kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya masafa marefu na ya kati yanayolenga Israel na nchi za Ghuba zinazohifadhi mali za kijeshi za Marekani. Hata hivyo, BRICS ina nafasi kubwa wakati huu katika kutatua mzozo huu, lakini hasa kuangalia moja kati ya wanachama wake ambao wanashambuliwa vibaya na Israel. Katika taarifa nyingine, Uturuki imesema haipo tayari kuingiza wanajeshi wake katika vita vinavyoendelea huko katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kuishambulia Iran ambayo wakati huu baadhi ya mataifa yanadhani kutokana na Uturuki kushambuliwa na Iran ni wakati ambapo nchi hiyo inapaswa kulipa kisasi. Uturuki inapinga mpango wowote wa kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Iraq. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alisema. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Uturuki amesema kuwa Ankara bado inapinga kabisa mpango wowote unaolenga kuzusha vita ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuchochea mizozo katika misingi ya kasoro ya kikabila au kidini. Fidan alisema hayo katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kufuatia mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul katika mji mkuu wa Ankara. Alionya dhidi ya majaribio ya kutumia migawanyiko ya kikabila au madhehebu nchini, akisisitiza kwamba uadilifu wa eneo la Iran lazima utuliwe shaka. Tunapinga mipango inayolenga kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Iran na kuzusha mizozo kwa misingi ya kasoro za kikabila na kidini, Fidan alisema, akiongeza kuwa Ankara haitaruhusu juhudi hizo. Hata hivyo, huu ni mpango ambao unapangwa na Marekani na Israel juu ya kutaka kuangusha utawala wa Iran, kwamba lazima kuwe na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ndio itakuwa sababu mojawapo ya kuweza kuangusha utawala huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.